Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwingi wa ukarimu, Muumba mbingu na ardhi. Sala na salamu imshukie khataman anbiya'i, mtume wetu wa mwisho Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, tumekuwa na hoja nyingi sana. Nawashukuru sana wafuasi wa vipindi vyangu kwa sababu mmekuwa ni wenye kuuliza maswali mengi, na siku zote mtu anayeuliza maswali huwa anataka kujua. Nawashukuru sana, ulizeni tu namna yoyote utakayouliza. Nikiona ni takriban watu 5 mpaka 7, basi mimi kutoka najibu. Sasa kuna fimbo niliwahi kuambia kwamba iko moja inaitwa fimbo unyofe. Lakini fimbo unyofe nikawa nimewaeleza, lakini watu wakataka kujua asili yake ya fimbo unyofe ni nini. Kwa nini inakuwa na bei kubwa namna hiyo fimbo unyofe? Lakini yote hayo ikawa ni kwamba yanatokana na majibu ambayo ndio nataka kukueleza leo, siri kubwa ya fimbo unyofe. Kwa sababu mara nyingi nakwambia nisubiri baada ya siku 3, siku 5, ndio nakuja kuijua fimbo unyofe. Maajabu ya dunia. Fimbo unyofe ni mti ulioota katika mti mwingine. Mfano, huu ni mti. Hiyo fimbo unyofe inakuja inaota pembeni yake hivi. Yaani inakuja inaota hapa, inakuwa kioteo. Wacha wanavyopandikiza hawa wazungu, wanachukua mchungu, wanaweka mlimao, unakuja unaota namna hii. La hasha. Hii ni miti ya porini. Na maajabu yake, maajabu ya Rahman, ule mti inaota porini, haipandwi na mtu. Huu mti wa fimbo unyofe ni mti wa maajabu sana na ni mti wenye mafanikio sana. Unasikia nimeutoa hapa, unasikia jinsi wanavyokuja wadudu. Hii ni bahati. Kwa sababu ni fimbo yenye mvuto kwa wafanyabiashara, inavuta watu sana. Unaona nimejaribu kutaka kuitoa tu, umewasikia. Hata kunguru umesikia wamejikusanya, wanapiga makelele, wanafurahi, wanasherehekea kwa ajili ya hii fimbo unyofe. Na ndio sababu nashindwa hata kuichukua hapa saizi kukuonyesheni, kwa sababu wote mtakuwa mnataka kuiona tu fimbo unyofe. Hata nikiitoa hamtonisikiliza mimi, mtakuwa mnaisikiliza, mnaiangalia fimbo unyofe na kuishangaa maajabu yake. Ni maajabu ya Rahmani kweli. Hiyo fimbo unyofe ni mti wa ajabu sana. Na mara nyingi hata uvunaji wake unakuwa ni wa ajabu. Kwa sababu unapotaka kwenda kuukata huu mti wa fimbo unyofe, kwanza unakaa sehemu ambayo upepo unaelekea. Yaani harufu yako wewe, ile fimbo unyofe isije kaivuta ile harufu yako. Inabidi upoteze ile harufu yako. Yaani upepo ukiwa unatoka huku, iko mbele, upepo unatoka nyuma unakwenda hivi, wewe itabidi uende vice versa yake, yani nyuma yake. Yaani ule upepo unatoka kwenye hiyo fimbo unyofe, inakuja moja kwa moja inakufuata wewe. Unapokwenda pale unakuwa una samli. Hii samli unakuwa unayo. Mafuta ya samli, nafikiri mnajua ni mafuta ya ng'ombe. Lakini kwa wazee wetu wa zamani, na isingekuwa haramu, walikuwa wanakwenda pale na mafuta ya simba kwa ajili ya kuitia nguvu. Hii vinginevyo huwezi kaivuna. Na ukiivuna utakuta imekufa. Ukishakuwa na yale mafuta ya samli, unakuwa na ufuta. Ufuta wengi mnaujua, wengine sijui mnauita majina gani, lakini ufuta kwa maana ya ufuta. Unakuwa na ufuta, unakuwa nao hapo. Kitu cha 3, unakuwa na kitu kinaitwa kilenga maji. Hii kilenga maji, wengi wanafahamu wale wadudu au ndege au wanyama wanaitwa fisimaji, wale wanyama wa mlani wa baharini wale. Wanakuwaga na umbile lao moja gumu sana. Sasa lile ndio unalichukua unakwenda nayo pamoja. Ukishafika pale unachukua ule ufuta, sehemu ambako upepo unakuja kwako, unaisikia harufu. Ukitoa yale mafuta, ukayafungua hivi yale mafuta ya samli, basi ile harufu itakayokuja utaisikia uturi mzuri sana. Kwa sababu ile fimbo unyofe asili yake huwa ni kafara ya mnyama anaitwa ng'ombe. Lakini ng'ombe huyu hawezi kupatikana ila apatikane maziwa yake ndani yake kutoke samli, kitu cha ndani. Sio kama wengine wale wanataka wakihitaji kafara, wanahitaji damu, muue na nini. Hii unakamua ng'ombe. Na ng'ombe awe ni ng'ombe mwenye mapembe yaliyopinda hivi, matege. Yaliyochongoka. Ndio unayemchukua. Ni aina ya ng'ombe ambao wapo, na ndio maana unakuta maziwa yao yanakuwa ni tofauti. Basi unatoa yale maziwa, ukisha yafunua, ile harufu inakuja. Ikishakuja ile harufu, sasa naam, hata wewe utasikia kichwa kidogo kinafurahi. Sasa utavua nguo zote, ubaki mtupu kama ulivyokuwa. Utachukua ule ufuta, utaanza kuutafuna mdomoni. Utakwenda utauzunguka ule mti mara 7.
ukiwa unatema kidogo kidogo. Kwa wale wajuzi wanaotaka kufanya huko majumbani kwenu, mtakako kuwa utaona moja kwa moja inakwenda ule mti fimbo unyofe unaanza kuona unakatika wenyewe, kile kikomo kile ambacho ni kirefu utakuwa umekubali, umekuomba, unamwambia fimbo unyofe, mimi nakuhitaji kwa ajili ya kwenda kwenye kazi zangu. Nataka uwakusanye viumbe wote wasioonekana waliokuwa wazuri, waweze kuja popote ninapokuita uweze kunifanyia kazi yangu. Basi kuna maneno ambayo utakuwa unayasema, utakuwa unayazungumza pale, ni maneno kidogo yana lugha ya siri ambayo ndio nitakayoweza kukuonyesha kwa wote atakayenipigia simu ukitaka kufanya jambo hili. Hayo mimi nitakueleza ndio ufunguo. Fimbo unyofe inafunguka, unaichukua ile fimbo unyofe, unakwenda kufanya nayo maajabu. Wengi niliwaeleza maana ya fimbo unyofe mpaka nikakwambia unachonga chombo, unakwenda unaiweka ndani yake, mashallah, kwa nia maalum na kisomo maalum, utakuta kilichopo Mwenyezi Mungu atakuwa amekujalia ndicho kitakuwa cha kwako. Sipendi niongee mbele ya media, lakini kwa wewe utakayejaribu kufanya, kwa wewe uliyokwisha jaribu kufanya, nafikiri umeona matokeo yake. Sasa unapopata hiyo, nilikueleza pia na sehemu ya pili kwamba inatakiwa sadaka. Sadaka hiyo unakuwa unaitoa kwa watu maalum, watu wa aina 7. Hii haikwepeki. Watu wa aina 7, sampuli 7 ndio wanaochukua hiyo sadaka kwa ajili ya kwenda ili hiyo fimbo unyofe iweze kufanya nguvu yake. Kwa wale wanaogombea vyeo, kwa mfano vyeo vya kuchaguliwa kama ubunge, udiwani na nini, chukua fimbo unyofe iweke ndani yake. Na wale ndio kwa nimewaambia awali kwamba watafute fimbo ya kipofu, wamwibie fimbo ya kipofu, ile na somo jingine kabisa ambalo nitakuja kukuletea siku nyingine. Faida ya pili nitaieleza katika kipindi kinachokuja. Baada ya mapumziko nitakueleza faida ya pili ya fimbo unyofe. Unaitumia kwa njia gani na inakuwa namna gani? Fuatana na mimi tuweze kuendelea. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.